Mie dongo la Rayvanny nimelielewa vizuri baada ya kuposti kwenye Insta story yake ambayo tunajua kabisa Tems na Justin Bieber walikuwa kwenye show moja na ilikuwa ni show ya mwaliko. Sasa Rayvanny bwana akatolea mfano kwamba ingekuwa yeye basi anajua kabisa kwamba kuna baadhi ya vimedia uchwala vingeanza kuchambua na kuonekana kwamba yeye ni kama ana shobo na wasanii ambao wamekuwa kimwalika katika majukwaa tofauti tofauti, na anajua kabisa kwamba watu ambao wamekuwa kizungumza na kumchambua Rayvanny ni baadhi ya wachambuzi ambao wanatumwa na baadhi ya wasanii fulani. Hivyo na leo kwamba kumekuwa na machawa wengi sana wa WCB, yani kwa asilimia kubwa miongoni mwa wasanii ambao kwa sasa wana machawa wa kutosha na wanafuasi wa kutosha ambao wamekuwa wakifanya pia na kuharibu pia system ya muziki Bongo Flava, basi ni machawa kutokea familia ya WCB. Yani kuna watu asilimia kubwa wako special kwa ajili ya kuvunja moyo wasanii tu hapa nchini Tanzania. Yani hawa wapo kwa ajili ya kutengeneza fitna, na Rayvanny anawajua na anaelewa maisha ya muziki jinsi alivyo hapa nchini Tanzania. Ndio maana amekuwa akiishi maisha yake binafsi, hata akishobo na mtu akienda kufanya show yake katika majukwaa tofauti tofauti amekuwa akifanya, lakini kimpango wake. Na pia swali lingine ambalo kwa sasa unaweza kujiuliza, kwa nini Rayvanny amepunguza ukaribu mkubwa sana na Diamond Platnumz? Yani ameshajua kabisa kwamba Rayvanny na Diamond kwa sasa ni kama paka na panya, yani kila mmoja anaishi maisha yake. Diamond kwa sasa hawezi akafurahia mafanikio makubwa ambayo sasa hivi Rayvanny yuko nayo, na ndio maana pia kumekuwa na sakata la Diamond kutuma baadhi ya machawa kwa lengo pia la kumfanya Rayvanny aonekane kuwa ni msanii wa kawaida, na ni kweli kwenye hilo wamefanikiwa. Ila uzuri ni kwamba Rayvanny tayari ameshajitambua na anafahamu kabisa kwamba kinachoendelea kwa sasa. Anajua kwamba watu wamekuwa kitumwa kwa lengo la kumfanya aonekane kwamba yeye si kitu, yeye ni msanii ambaye anabebwa, na ndio maana kwa sasa kumekuwa na kauli ya kwamba Rayvanny hana kipaji, hana talenti, sema ana nyota ya kubebwa na wasanii. Ukiangalia kwa msanii kama Maluma, ukiangalia kwa msanii kama Nora Fatei, ni wasanii ambao wameweza kumpush sana kwa kiwango kikubwa sana Rayvanny kwenda ki-international kwenye ngoma ya kwake ya Oh Mama Tetema. Na ndio maana kwa sasa watu wengi sana wanapomuona Rayvanny labda yupo kwenye show fulani na kwenye jukwaa kubwa, wanachoamini pia na wale machawa wanachotengenezea ni kwamba Rayvanny amekuwa akibebwa, bali sio kipaji chake yeye na wala pia sio ngoma zake. Sasa ni issue ambayo ukiangalia na kuifuatilia ni kweli kabisa wanachokisema hao machawa kina make sense, lakini je, ilipaswa isemwe hivyo? Na ndio maana Rayvanny amekuwa akiamini kwamba kwa sasa anapigwa vita sana na muziki wa Bongo Flava ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kuna time ambayo Harmonize akiongea, Rayvanny akiongea, Diamond anaonekana kama labda ye hawezi akafanya kitu kama hicho, lakini Rayvanny anamjua vizuri Diamond, Harmonize anamjua vizuri Diamond, na ndio maana kwa sasa huwezi ukaona shobo kwa Harmonize akiweza kumshobokea Diamond Platnumz, kwa kuwa anajua kabisa miongoni mwa wasanii ambao ni maadui, wana roho mbaya na wana chuki ambayo Watanzania hawajui uhalisia tu uliopo kati ya maisha ya Harmonize na Diamond Platnumz. Pengine watu wanavyomchukulia Diamond kama labda hana uwezo kumfanyia roho mbaya msanii kama Harmonize ambaye aliweza kumsaidia, yani hizo ni siri ambazo watu hawafahamu, lakini kiuhalisia na kiukweli ni kwamba Diamond kwenye issue ya muziki bwana anajua fitna na huaga hapendi wasanii wawe juu ya kwake, yani juu zaidi yake kwenye muziki international hata hapa nchini Tanzania. Na ndio maana Harmonize mpaka leo hii anamchukia sana Diamond na amekuwa akiendelea kumuoshea na kumnyoosha kwa matusi, lakini pia na kwa maneno ya kashfa kama kawaida. Unaweza kujiuliza kwamba kwa nini Harmonize leo hii aweze kumfanyia kitu kama hivyo? Kwa nini leo hii Harmonize ashindwa kumheshimu Diamond akati yeye bila ya Diamond asingefikia hapo? Na unashangaa pia leo hii Harmonize anamheshimu sana Alikiba. Ni kitu ambacho pia inabidi ukae na tafakari. Na hata pia ukienda kwa Rayvanny, leo hii pia Rayvanny amekuwa ni mtu ambaye hayuko karibu sana na Diamond Platnumz kuanzia sasa hivi. Hata mwaka jana nafikiri kila mmoja alijionea Rayvanny anafanya mitikasi yake na hataki shobo na hata ule karibu na Diamond Platnumz. Mbosso kaondoka Wasafi, lakini pia huoni zile shobo za ukaribu wa Mbosso na Diamond
Platnumz kwa kuwa wanamjua na wanamfahamu. Kwa hiyo hizi nafikiri ni technique ambazo msanii Diamond amekuwa akitumia ili mradi aonekane kwamba yeye ni mwema sana, lakini wasanii wenzake na wasanii wa Wasafi wanajua siri ambayo iko pale Wasafi, wanajua siri ambayo Diamond yuko nayo ya roho mbaya ambayo imekuwa ikiwafanya pia hata muziki wao uweze kudrop, lakini pia waonekane kwamba wao sio kitu na hawawezi wakafanya kitu kikubwa ambacho kinaweza kikawa kiko zaidi ya Diamond Platnumz. Sasa cha msingi we tukutane kwenye upande wa comment kuniambia unaweza ukamshauri nini kaka yetu Mambino Diamond Platnumz ambaye ni the golden kid kutokea Tandale ambaye tunamheshimu, lakini pia kwenye issue ya fitna za muziki amekuwa akiwafanyia wasanii wenzake na wasanii ambao wamekuwa ni wadogo na wana talent za kutosha. Msanii kama Rayvanny akina Harmonize, wasanii pia wamekuwa wakifanywa fitna nyingi sana ambazo watu hawazifahamu. Sasa cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatboy Media, it's me msaniwaji kama msaniwaji, and this is how we do ndani ya platform ya Hatboy Media. Hala.